Moja kwa moja kutoka nchini Eswatini ambapo kikosi cha mnyama mkali anayewika mbugani ama mwituni. Huu ni Simba Sports Club ameweza kuwasili muda huu na ametua salama. Fulu kikosi kikiongozwa na meneja wa timu huyo wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club Dimitar Pantev, lakini pia semaji la kafu Ahmed Ali, meneja pia wa Simba Patrick Raymam, lakini pia na wachezaji wote ambao wameweza kusafiri na timu nzima kwenda kwa ajili ya kucheza mchezo wao wa hatua, ama ni mchezo ambao unakwenda kuamua sasa ama ni mechi ya tunasema ni damu na jasho, kwa sababu ni mechi ambayo itaamua kama Simba atakwenda hatua inayofuata ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika ama ataishia hatua ya makundi na kuweza kurejea nyumbani Dar es Salaam Tanzania. Na tayari kikosi kimeweza kuwasili nchini Ethiopia, na kwenye picha ni baadhi ya wachezaji ambao wametua na ndege hiyo. Lakini kuelekea mchezo huu Eswatini ama wanaenda kucheza na moja kati ya timu ambayo inafanya vizuri huko nchini Eswatini. Hii ni Nsingizini Hotspurs FC ambayo inatarajia kuminyana dhidi ya Wekundu wa Msimbazi ni Simba Sports Club. Ikiwa kwamba Simba katika michuano hii ameingia ama amezidi kuwa na wakati mzuri kusonga hatua inayofuata michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo wao Simba wanacheza siku ya Jumapili, ni siku ya tarehe 19 Oktoba kuanzia majira saa 10 kamili jioni, ambapo Simba atakuwa mwenye mgeni katika mchezo huo huko Nsingizini Hotspurs. Wao watakuwa wenyeji katika mchezo huo, ambapo nasema weekend hii ni weekend ambayo Afrika Mashariki na Kati, lakini pia Watanzania wote dua na sala, macho na masikio wataielekeza katika weekend hii siku ya Jumamosi na Jumapili, ambapo Young Africans pia naye atakuwepo kule nchini Malawi akimenyana dhidi ya Silver Strikers. Lakini kwa wao mnyama Simba watakuwa Eswatini katika dimba la Somholo wakicheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs kwa nia kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na mchezo huo utaanza majira ya saa 10 kamili jioni. Lakini kuelekea mchezo huo Simba wanakwenda kuwakosa wachezaji wawili. Mchezaji wa kwanza ni Musa, golikipa Musa Pimpim Kamara, kutokana na kupatwa na majeraha ambayo aliweza kuyapata katika mchezo wa marudiano dhidi ya Gaborone United katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Na mchezo huo Simba waliweza kuondoka na ushindi wa aggregate 2-1 baada ya dakika 90 kutamatika kwa tasa, kwa maana ya sare ya goli 1-1. Lakini kwenye aggregate Simba walikuwa na advantage kubwa ya kuweza kuondoka na aggregate, ama aggregate ilikuwa ni 2 kwa sababu walipata goli moja la ugenini, lakini pia na goli moja lingine katika uwanja wao wa nyumbani. Huku Gaborone United wao waliambulia goli moja ambalo walilipata katika uwanja wa ugenini, ambapo goli lao lilikuwa ni katika hatua ya mkwaju wa penalti. Lakini kwa kikosi hichi cha Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club pia kinakwenda kumkosa mchezaji mwingine Mohamed Bajaberi, licha ya Simba kutangaza hapo siku ya jana kwamba walikuwa baada ya kufanya mazoezi ya mwisho, na Ahmed Ali aliweza kutoa taarifa na kusema kwamba Mohamed Bajaberi amekwisha kuanza kurejea katika hali yake, ama tayari ameelekea ameimarika na tayari amekwisha kuanza mazoezi na wachezaji wenzake. Hivyo ndivyo ambavyo kikosi kimewasili muda huu, hivyo kuelekea mchezo huo wa Jumamosi wa Jumapili, ambapo ni Oktoba 19 katika uwanja wa Somholo kule nchini Eswatini, ambapo Nsingizini Hotspurs watawakaribisha Simba Sports Club. Lakini kwa takwimu za haraka kuelekea mchezo huo Simba ni kama ana advantage kubwa kutokana na kile ambacho amekuwa akianza vizuri katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kwa wao Nsingizini Hotspurs katika ligi kuu kule Eswatini Premium League wako nafasi ya 5 wakiwa na alama 3, wakiwa tayari wamekwisha kucheza mchezo mmoja katika ligi kuu huko Eswatini Premium League, na wako nafasi ya 5. Lakini klabu hii ilianzishwa mwaka 1984 na meneja wake ni Mandla David Hongi, ni majina ya Eswatini. Lakini location panapopatikana timu hiyo ni katika jiji la Selweni Regional Eswatini, na wanashiriki ligi kuu kule Eswatini ambayo ni Eswatini Premium League. Hivyo
Kuelekea katika mchezo huo unaochezeka siku ya Jumapili Oktoba 19, Nsingizini Hotspurs atakuwa mwenyeji dhidi ya Simba Sports Club katika mchezo huo wa kuamua nani anakwenda hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya makundi, kuitinga hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ama nani anaishia katika hatua hiyo ya hatua za group stage kabla kuingia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivyo kwenye picha ni wachezaji waliowasili nchini Eswatini wakijeka vyema na watafanya mazoezi siku hizi kuelekea mchezo wa Jumapili dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya kule nchini Eswatini. Hii ni Nyako TV, usiache kusubscribe wa channel. Mimi naitwa Official Mutra Msanawaji. Kule Instagram za kunifollow kwa jina moja la Official Mutra Msanawaji.